kati Israel ikiendelea na mauaji kwenye ukanda wa Gaza ambapo asubuhi ya leo watu zaidi ya 20 wameuawa. Umoja wa Ulaya unasema unapitia upya makubaliano yake ya kibiashara na Israel kutokana na kile unachosema ni hali ya majanga kwenye ukanda huo. Huku Umoja wa Falme za Kiarabu ukisema umefikia makubaliano na Israel kuingiza misaada ya kibinadamu Gaza, na shirika la madaktari wasio mipaka likielezea kuwa kiwango cha misaada inayoruhusiwa kuingia Gaza ni cha chini kabisa. Mohamed Helef na ripoti zaidi. Mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas alisema baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa umoja huo mjini Brussels kwamba sehemu kubwa ya mawaziri hao wameunga mkono pendekezo la kufanya upya mapitio ya kile kiitwacho makubaliano ya ushirikiano kutokana na yale yanayojiri kwenye ukanda wa Gaza. Mawaziri 17 kati ya 27 walipitisha pendekezo hilo lililowasilishwa na waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Casper Velkamp, ambaye alitaka Umoja wa Ulaya ujielekeze sasa kwa kuhakikisha ikiwa Israeli inaheshimu kifungu cha haki za binadamu kilichomo kwenye makubaliano hayo. Kallas alisema, na hapa namnukuu, hali ya Gaza ni majanga matupu. Misaada iliyoruhusiwa kuingia na Israeli ni hatua nzuri, lakini ni kama tone tu kwenye bahari. Misaada lazima iingie kwa wingi na kwa haraka bila vikwazo, maana hicho ndicho kinachohitajika kwa sasa. Mwisho wa kumnukuu. Kauli kama hiyo imetolewa pia na shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF, ambalo limesema kwenye taarifa yake ya leo kwamba kiwango cha misaada kilichoruhusiwa kuingia Gaza na Israel hakitoshi hata kidogo, na imekiita kuwa ni kisingizio tu cha kuonesha ulimwengu kwa mzingiro dhidi ya ukanda huo umemalizika. Mratibu wa shirika hilo kwenye kitongoji cha Khan Yunis, Pascal Khoisad, ameliambia shirika la habari la Reuters, na hapa namnukuu, uamuzi wa mamlaka za Israel kuruhusu kiwango kidogo sana cha misaada kisichokwendana na hali kuingia Gaza baada ya miezi kadhaa ya mzingiro mkubwa unaashiria nia yao ya kukwepa tuhuma za kuua watu kwa njaa, ilhali kikweli ni kwamba wanaruhusu wapate chakula haba sana cha kuwafanya waweze kuvuta pumzi tu. Mwisho wa kumnukuu. Wakati Israeli ikiwa imekabiliwa shinikizo kubwa la kimataifa ambalo haijawahi kulishuhudia tangu ianze vita kwenye ukanda huo, serikali ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesema imefikia makubaliano na Israel kuruhusu kufikishwa kwa misaada muhimu ya kibinadamu hivi leo. Taarifa ya shirika rasmi la habari la Imarati WAM imesema naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya kigeni wa falme hizo Sheikh Abdullah bin Zayed alizungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Israel Gideon Sar, ambapo hatimaye wamekubaliana kufikishwa kwa misaada hiyo ambayo katika hatua za awali itajumuisha chakula kwa raia 15,000 pamoja na mahitaji kwa watoto wadogo. Na sasa tugeukie mzozo kati ya Urusi na Ukraine, ambapo Rais Vladimir Putin alitembelea jimbo la Urusi la Kursk, na kwa mara ya kwanza tangu Moscow ilipodai kuwa imevifurusha vikosi vya Ukraine kutoka eneo hilo mwezi uliopita. Hayo ni wakati shinikizo la Marekani na Ulaya likiongezeka dhidi ya Urusi kusitisha vita vyake nchini Ukraine. Bruce Amani na maelezo zaidi. Ikulu ya Kremlin imesema Rais Putin alitembelea Kursk jana Jumanne baada ya eneo hilo kukombolewa na vikosi vya Moscow. Askari wa Ukraine walivamia Kursk kwa ghafla mnamo Agosti 2024 katika moja ya mafanikio yake makubwa kwenye uwanja wa mapambano katika zaidi ya miaka mitatu ya vita hivyo. Ilikuwa ni mara ya kwanza ambapo eneo la Urusi lilikamatwa na mvamizi tangu vita vikuu vya pili vya dunia, ikiwa ni pigo la kufedhehesha kwa Kremlin. Putin alikitembelea kinu cha nyuklia cha Kursk ambacho bado kinajengwa, na pia akakutana na gavana wa jimbo hilo na kuwapongeza kwa ujasiri wao. Kwa muda mrefu nilitaka kuwatembelea, kuzungumza kuhusu kazi yenu, kuwashukuru, kujua kwa undani zaidi jinsi kazi yenu inavyopangwa na kuuliza swali la kawaida katika hali kama hizi. Je, ni nini kifanyike zaidi ili kuwasaidia? Mnatokea katika majimbo gani? Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema anatarajia Urusi itawasilisha mpango wa usitishaji vita nchini Ukraine katika siku ambazo zitaonesha kama kweli ina nia. Putin amekuwa akikataa kabisa mapendekezo ya usitishaji mapigano kwa siku 30 yaliyowasilishwa na Kiev na washirika wake wa Magharibi, lakini Rubio anasema Putin na waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov walionyesha kwamba watawasilisha masharti yao labda katika siku kadhaa zijazo, na kuna matumaini huenda ikawa hata wiki hii. Umoja wa Ulaya umepitisha rasmi vikwazo vyake vya awamu ya 17 dhidi ya Moscow, vikilenga meli 200 za Urusi zinazoitwa meli za kivuli, yaani zinazotumia mbinu za siri kusafirisha shehena kwa njia ya magendo.
Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema Ujerumani inatumai Marekani itaongeza mbinyo kwa Urusi wa kusitisha mara moja vita vyake nchini Ukraine. Kama Rais Putin hatajibu na kutokuwa tayari kufanya mazungumzo kwa umakini, kutakuwa na nia kubwa barani Ulaya ya kutangaza vikwazo zaidi vya pamoja na pia kuchukua hatua zaidi zinazozuia mbinu zake za kijanja za kiuchumi na kisiasa. Wakati huo jeshi la Urusi limesema limedungua droni 256 zilizorushwa na Ukraine kwa saa 12 maeneo kadhaa ya Urusi ikiwemo Moscow. Nako nchini Ukraine, mashambulizi ya droni ya Urusi yaliwaua watu 2 na kuwajeruhi wengine 5 katika eneo la Sumi. Lakini kabla ya hapo tumalize safu ya uchambuzi. Kule nchini Sudan, jeshi limetangaza kuwa limechukua udhibiti kamili wa mji wa Khartoum baada ya kuwashinda wapiganaji wa mwisho wa RSF waliokuwa wamebaki katika mji wa Omdurman, ushindi muhimu katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo. Silvanus Karemera na taarifa kamili. Hapo jana jeshi la Sudan lilitangaza kulikomboa eneo lote la Greater Khartoum baada ya kuwafurumusha wanamgambo wa mwisho wa RSF waliokuwa wamebaki katika eneo muhimu kwao la Omdurman. Hatua hii ni mafanikio makubwa zaidi kwa jeshi la Sudan ndani ya karibu miezi miwili na imethibitisha upya udhibiti wake wa mji mkuu Khartoum na maeneo jirani. Msemaji wa jeshi la Sudan, Brigadier Jenerali Nabil Abdallah, alitangaza kuwa jimbo la Khartoum sasa limeondolewa kabisa kwa waasi, akimaanisha kikosi cha RSF ambacho kimekuwa kikipambana na jeshi hilo tangu Aprili mwaka 2023. Leo tunatangaza kuwa jimbo la Khartoum limeondolewa mikononi mwa wanamgambo wa kigaidi wanaoongozwa na Dagalo. Mji wetu umesafishwa dhidi ya waasi na wanaowaunga mkono. Tunathibitisha kuwa Khartoum sasa haina tena uhalifu hao na tunarudia ahadi yetu kwa watu wa Sudan. Tutaendeleza juhudi zetu hadi pale waasi, wasaliti na makala wa kigeni watakapoondolewa katika kila kipande cha nchi yetu. Hapo awali jeshi lilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi kuwaondoa wapiganaji wa RSF kutoka maeneo ya Salha na Ombada walikokuwa wamebaki. Mafanikio haya yanatokea katikati ya vita ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, ambapo watu zaidi ya milioni 13 walihama makazi yao, na hali ambayo Umoja wa Mataifa umeitaja kuwa janga baya zaidi la kibinadamu duniani na ambalo limeathiri hasa maeneo kama Darfur na Khartoum. Katika juhudi za kuonyesha sura ya uongozi wa kiraia katikati ya mgogoro huo, kiongozi wa kijeshi wa Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, alimteua Kamil al-Taibu Idris kuwa waziri mkuu. Hatua hiyo imepokelewa vyema na Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, huku Umoja wa Afrika pia ukisema ni hatua kuelekea utawala shirikishi. Burhan pia aliwateua wanawake 2 kujiunga na baraza la uongozi la mpito na kulipokonya baraza hilo baadhi ya mamlaka yake, hatua ambazo zinaonekana kuwa dalili ya kuelekea utawala wa kiraia. Licha ya ushindi wa kijeshi, mashambulizi ya RSF yakiwemo ya droni yameendelea kulenga miundombinu muhimu katika maeneo ya serikali na kusababisha kukatika kwa maji na umeme, hali iliyochochea janga la mlipuko wa kipindupindu ulioua watu 51 kati ya visa zaidi ya 2300 vilivyotokea ndani ya kipindi cha wiki 3 zilizopita, wengi wao wakiwa mjini Khartoum. Aidha, janga la kibinadamu linaendelea kuwa baya zaidi kufuatia wimbi kubwa la wakimbizi wa ndani. Wakati huo Sudan imeushtumu Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kwa kushambulia bandari ya Port Sudan kwa kutumia droni, madai ambayo UAE imekanusha. Katika hali hii ya mzozo unaoendelea, Sudan imeusihi Umoja wa Afrika kurejesha wanachama wake, ikisema hatua hiyo itaisaidia kuimarisha amani na uthabiti, ijapokuwa nchi hiyo bado inasalia kwenye mgawanyiko wa kisiasa na mapigano makali kati ya jeshi na wapiganaji wa RSF.